كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ndugu zangu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi leo tupo katika siku ya sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kutekeleza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala alipotuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi watu mlioamini, wito huo alipouita ametuita kwa wito wa amani, akatwambia kutiba alaikumus siyam, mmelazimishwa kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Lengo kubwa la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Tunataraji Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki iwe tumefikia malengo ya funga ya kuwa sisi ni wacha Mungu. Kila ibada inakuwa ina malengo, lakini ibada ya funga lengo lake ni kutuandaa sisi kuwa ni wacha Mungu. Na tukishakuwa wacha Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Pepo tunaisikia, warithi wa pepo hiyo ni wale watakao kuwa wacha Mungu. Allahumma ja'alna minhum. Ndugu zanguni, Ramadhani imetushuhudia tukifanya khairi mbalimbali, tukihangaika hapa na pale katika kuhakikisha tunafanya khairi, tukiwafuturisha wenzetu, tukitoa sadaka, tukibadili tabia zetu kutoka mbaya kuwa watu wazuri. Hii Ramadhani imetushuhudia katika hayo yote. Kwa hivyo kuanzia leo ni kipimo kizuri cha kwamba hivi ndani ya Ramadhani imeweza kufanikiwa kukupa mabadiliko sahihi ambayo yatakufanya uishi katika utii na unyenyekevu kipindi chote cha maisha yako. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah anasamehewa madhambi yake. Na akatuambia tena man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa madhambi aliyotanguliza. Kama tumeshuhudiwa tukifanya hivyo, ndugu zanguni, tuhakikishe kwamba tunaishi yale maisha tuliyoishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu amri ya kufunga ameitoa Allah tabaraka wa taala, tuufunge mwezi wa Ramadhani, na ndiye huyo ambaye ametuambia wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, tumwabudu Mola wetu mpaka yaqini ya mauti itukute. Kwa maana ya kwamba hatuna msimu maalum wa kuabudu, bali vipindi vyote ni kuabudu, bali ametupa ofa Mwenyezi Mungu kwa mwezi huu kuwa na malipo zaidi kuliko miezi mingine. Ibada yoyote iliyofanyika ndani ya Ramadhani malipo yake yamekuwa ni maradufu. Ili ni kuonyesha nini? Ili waja tuweze kukimbia maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya Ramadhani tumeonyesha kutubia na kujuta kwa makosa tuliyofanya. Basi tusirejee kwenye yale makosa ambayo tuliyafanya kabla ya Ramadhani. Tukifanya hivyo, maana yake inawezekana tukaingia katika shirki, na ni jambo hatari sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema araaita man ittakhadha ilahahu hawa, umemwona yule mtu ambaye anayafanya matamanio yake kuwa ni Mungu wake? Kwamba matamanio yako yakupelekee utii mwezi wa Ramadhani tu na miezi mingine
uwe huru kufanya chochote kile, hapo tutakuwa tumeingia katika shirki, na Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie turudi katika yale ambayo tulikuwa tukimkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, tunapoyasoma, tumekisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kihistoria kitabu hiki yani Qur'ani imeteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo ndani yake kuna usiku tukufu wa Lailatul Qadr, ambaye atakuwa ameudiriki usiku huo amepata ubora wa miezi 1000, ambayo ni takriban sawasawa na miaka isiyopungua 83. Allah atie taufiki kwa waliodiriki hiyo Lailatul Qadri na awadumishe katika ibada na tufanye sote tuwe ni wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa aya 115 anatuambia baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Anasema Allah, na yeyote yule atakayempinga mtume baada ya kuijiwa na uongofu, kwa maana ya kwamba Qur'ani ipo na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zipo, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, akasema Allah, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekea kule alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutambanika katika jahannam. Nitoe maelezo kwa ufupi katika aya hii. Wakati mwingine waovu waliotopea katika uovu, wakati mwingine huwa wanakuwa wanahoja, wanasema kama ingelikuwa mimi ni asi sana, Mwenyezi Mungu angeninyima neema zake na ningeweza kuwa sifanikiwi. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala, ukishaijiwa na uongofu ikawa ni jeuri yako tu unaamua kumkosea Allah, hapo ndipo anasema nuwallihi ma tawalla, anakuelekeza ulikoelekea, kwa maana ya kwamba anakusubirisha mpaka ifike yaumul jazai wal hisabi, siku ya malipo na siku ya hesabu. Sasa siku hiyo ndio utajua kwamba ulitakiwa uishi vipi. Na haya jamani, tukiisoma Qur'ani tunapitia maneno mazito. Allah anaposema anasema laula akhartani ila ajalin qarib, anayazungumza maneno haya ni yule ambaye roho yake imefika kooni, mauti anayaona, malakal mauti yuko mbele yake, anamwambia iqbidh ruhak, nikabidhi roho yako. Anasema laula akhartani ila ajalin qarib, lau ningeakhirishiwa muda kidogo nipate muda ili niweze kuonesha utiifu na unyenyekevu. Cha kwanza akasema fa asaddaqa wa akum minas salihin, ningetoa sadaka mie na nikawa katika watu wema. Lakini Allah anasema wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Mwenyezi Mungu haiakhirishi nafsi ajali yake inapofika. Wallahu khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu anazo habari za yote tunayoyafanya. Ndugu zanguni, leo ni siku ya sikukuu. Kwa Waislamu sikukuu ni mbili, Eidul Adha wa Eidul Fitr. Hivi tuko katika hii sikukuu, furaha ni kwa yule ambaye alitenda matendo mema na leo hii anafurahia kwa malipo yale ambayo amemlipa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa yule ambaye ameweka azma ya kuweza kuendelea kufanya yale ambayo aliyafanya ndani ya Ramadhani. Na ndani ya Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala alitupa mzigo mzito, alituharamishia mchana wa Ramadhani yale ya halali na ya haramu. Lakini baada ya Ramadhani tunapunguziwa mzigo, kuyaacha ya haramu, ya halali tutaendelea nayo. Kama tuliweza kuubeba mzigo wa kuacha ya halali na ya haramu ndani ya Ramadhani, hatutoshindwa kuyaacha ya haramu na yale ya halali tukawa tunaendelea nayo. Ndugu zanguni, cha kusikitisha, baada ya Ramadhani watu wanaipa mkono Ramadhani kwa heri. Ramadhani imetulea tukaleleka,
imetuongoza tukaongozeka. Kwa nini ule muongozo tuuache baada ya Ramadhani kuondoka? Mzee Yakubu wakati mauti yamemkaribia, aliona kwamba nitafariki muda wote kuanzia sasa. Akawaita watoto wake, akawapa nasaha, anawauliza maswali. Ndio Allah ametunukulia kwa kusema, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut, mlikuwepo ninyi Mayahudi wakati Nabiiullah Yaqubu akihudhuriwa na mauti? Idh qala libanihi, kumbukeni pale alipowaambia watoto zake, ma taabuduna min ba'di, ni nani mtamwabudu baada yangu? Watoto walimjibu kwa kuwa walilelewa vyema, wakasema, naabudu ilahaka, tutamwabudu Mola wako, wa ilaha abaika, na Mola wa baba zako Ibrahim, Ismail na Ishaqa, wa nahnu lahu muslimun, na sisi unavyotuona yeye baba yetu wewe ni watiifu na wanyenyekevu katika sheria zote za Allah. Sasa sisi kama Ramadhani tumeiaga jana, leo tuko Shawwal awal, tunaipa mkono Ramadhani na kuiaga kwamba tulikuwa tunakuabudu wewe Ramadhani, ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai muda wote ule. Mtume anatuambia, ittaqillaha haythu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, nafuatisha ovu ulilolifanya kwa kufanya jema ili ovu hilo lifutwe. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na muishi na watu kwa tabia njema. Kuishi na watu kwa tabia njema hakuna msimu, sio msimu wa Ramadhani tu, kipindi chote tumeonesha tabia njema mpaka watu wanasema Waislamu wamependeza. Tusirudi kule tulikotoka, ndugu zanguni. Hakika huu ni msimu wa kheri na ni msimu ambao tumeupata. Baada ya Ramadhani nini kinafuatia? Baada ya Ramadhani inafuatia siti min Shawwal, siku 6 za mwezi wa Shawwal, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani na kisha akafuatia kufunga siku 6 zinazopatikana katika mwezi wa Shawwal, kana kwamba amefunga mwaka mzima. Allah subhanahu wa ta'ala tupe taufiki, tupupie kila inayoitwa ibada na ambayo iko ndani ya uwezo wetu. Ndugu zanguni, hakika tuliyoonyesha ndani ya Ramadhani ndiyo sura ya Uislamu inatakiwa, sura ya utulivu na sura ya amani. Ndugu zanguni, Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishe na awape mioyo ya ukakamavu viongozi wanaotuongoza katika maisha yetu ya kila siku. Wawe ni viongozi wa Kiislamu au viongozi wa serikali. Allah subhanahu wa ta'ala awape busara na maarifa ya kuweza kutuongoza sisi wa Tanzania, ambao kwa kuikosa neema hii ya Uislamu, kwa kukosa fursa hii ya kuwa ni Waislamu, imefika hatua tunashindwa wakati mwingine baadhi ya mambo kuyafanya. Mambo ya kikatili yanafanyika katika nchi yetu, na hasa kwa mkoa wetu huu wa Iringa. Ni mambo ambayo hayapaswi kunyamaziwa, ndugu zanguni. Juzi kumetokea tukio la mtoto kubakwa mpaka kuuliwa. Jambo hili, hebu tuangalie ubaya wa kubaka na ubaya wa kulawiti. Mtu ambaye anafanya kaumu Lut, kitendo cha kaumu Lut, elewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anauliwa mtendaji na mtendewa. Hata kama kamuendea mnyama, yule mnyama pia anatakiwa auliwe. Fikiria ubaya kama huo. Leo unakwenda kwa mtoto mdogo, unamfanyia kitendo hicho cha ukatili. Huishi hapo, unafikia hatua unamuua. Tunawapa mzigo mzito sana viongozi wetu, na inafika hatua wakati mwingine tunaangalia sisi na wanyama ni akina nani wana afadhali. Hakuna mnyama anayekwenda kinyume na maumbile aliyopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, kila mtu katika familia awe makini juu ya familia yake. Watoto tuwe tunawaangalia na kuwauliza na kuwakagua wakitoka
na hata wageni wetu wanaokuja pia ni lazima tufike hatua tuwatenganishe na watoto zetu. Hata watoto zetu wakiwa ni wakubwa ifikie hatua. Hebu fikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, aliposema muru auladakum bisala li7, waamrisheni watoto zenu kusali wanapokuwa na umri wa miaka 7, wadhribuhum li10, na wapigeni wakiwa na miaka 10, wafarriquhum fil madaji, na watenganisheni kwenye vitanda. Uislamu ulikushajua kabisa hatari ambayo inaweza kujitokeza katika maisha ya kulala pamoja, na hasa watu wazima na watoto. Hivyo ndugu zangu, ni tuwe makini sana. Allah subhanahu wa ta'ala awape subira na uvumilivu na uongozi uliotukuka wale ambao wanaiongoza jamii hii, watupeleke sehemu ambayo ni sahihi. Tumeiona dunia ndugu zangu imechafuka. Kuna watu wanakufa wasiokuwa na hatia. Sababu yake ni nini? Wameshinda kuielewa tunu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameileta, na tunu yenyewe ni sisi kupata neema hii ya Uislamu ambayo ni istislam lillahi bitauhidi, ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpekesha, wal inqiyadu lahu bitaa, na kumfuata kwa kutii. Uislamu ni amani. Kama ni amani, tuukimbilie na tuuelekee na tuuhitaji ili tuweze nasi pia kupata salama. Umri tuliopewa ni umri mfupi sana. Mtume anasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa umati wangu ni kati ya miaka 60 na 70, na ni wachache wanaovuka hapo. Umri wa akhera ni wa kudumu usiokuwa na ukomo. Akitokea mtu akasema ni miaka trilioni 1 kakosea, kwa sababu tumeambiwa khalidina fiha abada. Hivyo ndugu zanguni, tuziweke nafsi zetu katika sehemu iliyobakia. Tulivyokuwa ndani ya Ramadhani, basi tudumu katika hali kama hiyo mpaka mwisho wa pumzi zetu. Tuendelee kufanya kheri mbalimbali na tupongezane kwa kufika katika hii sikukuu. Ndio sikukuu ambayo tutaambizana Eid Mubarak. Watu wasema taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Mara nyingi tunasema min alfaizin. Haya sio katika majibu yaliyofundishwa, bali tuseme taqabbalallahu minna wa minkum. Kwa kusema hivi tutakuwa maana yake Allah atukubalie sisi na ninyi katika yale ambayo tumeyafanya, na tuweze kudumu katika ibada hii. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zanguni, tumefika khitam, na Allah subhanahu wa ta'ala ametushuhudia ndani ya Ramadhani tulichokifanya. Bali alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, mwenye akili ni yule ambaye anaipuuza nafsi yake, wa amila lima ba'da almaut, akayafanya atakayomfaa baada ya kufa. Wala ajiz, na mjinga, man atba'a nafsahu hawa, ni yule anayefuata matamanio ya nafsi yake, watamanna ala Allahi al-amani, lakini akatamani kupata amani mbele ya Allah. Anaitamani pepo wakati anatenda dhambi. Tusiitamani pepo huku tunatenda dhambi. Tutende matendo mema, tutakuwa kivitendo sisi tunaitafuta pepo. Hivyo ndugu zanguni, Allah atupe wepesi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.